Mkuu wa kijeshi wa Uganda Jenerali Muhoozi Kainerugaba amethibitisha kuwa vikosi vyake vimepelekwa katika mji mkuu wa Sudani Kusini, Juba, kumsaidia Rais Salva Kiir kuilinda nchi yake. Haya yanajiri kufuatia mvutano kuzidi kati ya Kiir na naibu wake Riek Machar na kuzua hofu kuwa makubaliano yao ya amani huenda yakayumba na vita vingine kuibuka. Jenerali Kainerugaba hajatoa sababu kamili kwa nini Uganda imeamua kutuma vikosi vyake katika nchi hiyo jirani, lakini amesisitiza hatua yoyote ambayo inalenga kumondoa Salva Kiir ni tangazo la vita dhidi ya Uganda. Hata hivyo, Sudani Kusini haijazungumzia tangazo hilo la kupata msaada wa kijeshi kutoka Uganda. Hali ya wasiwasi kuhusu usalama nchini Sudani Kusini inaendelea kuongezeka, huku Marekani ikiamuru wafanyakazi wake wasiokuwa na dharura waondoke katika nchi hiyo mara moja. Wiki iliyopita, naibu mkuu wa jeshi la Sudani Kusini pamoja na mawaziri wawili, wote ni washirika wa Machar, walikamatwa na vikosi vya usalama kabla waziri mmoja kuachiwa huru. Kukamatwa kwa viongozi hao kulifuatia rabsha mapigano katika jimbo la Upper Nile kati ya vikosi vya serikali na waasi wa White Army ambao walikuwa washirika wa karibu wa Machar wakati wa vita vya wenyewe kwa wenyewe ambavyo vilizuka mwaka 2013 baada ya mivutano ya madaraka kati yake na Kiir. Machar alikana madai hayo, lakini Sudani Kusini ilizama katika vita vya wenyewe kwa wenyewe ambavyo vilidumu kwa miaka mingi na kuua zaidi ya watu takribani 400,000. Makubaliano ya kugawana mamlaka ya mwaka 2018 kati ya Kiir na Machar yalisitisha mapigano, lakini vipengele muhimu vya makubaliano hayo bado havijafikiwa, ikiwemo kuundwa kwa katiba mpya, uchaguzi wa kidemokrasia na kuunganishwa kwa vikundi vya silaha kuwa jeshi moja. Hii ni TMC News Updates kimataifa. Mimi ni Samuel Andrew.